Hebu fikiria uko zako nyumbani kwako umetulia, alafu ghafla kundi la watu usiowajua wanakuteka kwa nguvu, alafu wanakufunga minyororo na kukuingiza ndani ya meli, alafu ukiwa ndani ya meli unatembezewa kichapo, unapewa chakula kidogo, na mwishowe wanakupeleka kwenye nchi zao kukufanyisha kazi bwana, na malipo yake ni wewe kuishi tu, yani unapiga kazi ili uishi. Hii ni historia ya kweli kabisa ambayo ilitokea miaka mingi sana iliyopita huko, na tutakapoitazama hii tutapata picha kuona namna gani wazee wetu wa Kiafrika walivyofanyiwa. Noma sana hii. Na kama unapenda movie kali kama hizi, hebu subscribe na kubonyeza hiyo alama kengele hapo ili uweze kupata notification kila tunapozipakia. Hii ni Mentalix Recaps na mimi ni mchizi wako Aiko. Okay, tuendelee. Sasa mwaka 1839, sehemu fulani hivi karibu na pwani za Cuba, mwanaume mmoja ambaye anaitwa Sinkwe, ambaye tulimwona mwanzoni kule akiwa anatekwa, alifanikiwa kujitoa kwenye minyororo ambao alifungwa. Baadaye akafanikiwa pia kuwafungulia wenzake ambao alitekwa nao, then wakachukua mapanga na kupanda juu kabisa ya meli kwa ajili ya kushambulia kundi kubwa la wafanyakazi ambao walikuwa kwenye hiyo meli. Lakini mwanzoni kabisa, baada ya kutekwa, walichukuliwa na meli ya Kireno kutokea Afrika na kusafirishwa mpaka Cuba, ndo wakaingizwa kwenye hii meli sasa wa Hispania ambayo inaitwa Amistad, na Sinkwe mwenyewe alifanikiwa kumuua kikatili sana kapteni mkuu wa hiyo meli. Sasa wafanyakazi wa kizungu wengi sana waliuawa, lakini waliweza kubakia wawili tu ambao ni Luis pamoja na Pedro Montez. Sasa kwa upande mwingine, Sinkwe pamoja na mwenzake Yamba ambao ndo watumwa wenye nguvu zaidi humu ndani walikuwa wakijadili kwamba hao wazungu ambao wamebakisha wanawafanyaje, lakini Sinkwe akaamua kuwatumia kuweza kuendesha hiyo meli. Sasa baada ya siku kadhaa chakula na maji vikaisha humu ndani. Kwa bahati nzuri walikuwa hapo karibu sana na pwani moja hivi, so kabidi waende kufuata chakula na maji, na watakapovipata ndo wataendelea na safari yao. Huwezi amini bwana, ilitokea meli moja hivi ya Marekani ambayo ilikuwa ikipiga doria kwa ajili ya kukamata meli ambazo zinajihusisha na biashara ya utumwa. Sasa Sinkwe ni mtata sana, alijitosa kwenye maji bwana na kutaka kuelekea upande ambapo jua linaonekana, akidhani kwamba huko ndo nyumbani kwao, lakini kutokana na njaa nguvu zikamuishia, so hakuweza kabisa kutoroka. Ikabidi sasa wamuokoe, na Wamarekani waliona kabisa kwamba ameokota dodo chini ya mbuyu bwana, maana miaka hiyo mzungu akimpata mtu mweusi yani ni kama vile amepata mashine ya kufanyia kazi. Kama ni shambani basi utakuwa umepata trekta. Kwa hiyo yeye pamoja na rafiki zake ikabidi wafungwe tena, yani kupambana vyote kule kwenye ile meli ya Wahispania ilikuwa ni bure tu. So hapa akawa wamekata tamaa ya kuwa huru. Sasa rais wa Marekani kwa kipindi hiko ambaye alikuwa ni Martin Van Buren alipewa taarifa na kuambiwa kwamba kuna meli ambayo ilikuwa imebeba watumwa, so ameikamata wakati wapo kwenye doria, lakini yeye akasema kwamba hana muda wa kushughulikia ishu ndogondogo kama hizo, kwa sababu uchaguzi mkuu wa urais ulikuwa unakaribia na yeye alikuwa anataka kuendelea kuchaguliwa tena, so ikabidi amwachie waziri mkuu afuatilie hiyo ishu. Sasa kipindi hicho bwana, Marekani ilikuwa tayari imeshaweka sheria inayokataza kuingiza tena watumwa nchini mwao, lakini ilikuwa imeruhusu wale ambao walikuwa tayari wameshafanywa watumwa waendelee tu kumilikiwa na wazungu hawa bwana. Sasa wameweka sheria kuzuia watumwa wapya kuingia nchini, alafu bado kuna watumwa wengine wanaendelea kuwa chini ya wazungu. Noma sana. Lakini sasa kulikuwa na watu wachache sana ambao walikuwa wanapinga kabisa biashara ya utumwa. Mmoja wao alikuwa ni Tapan. Huyu alikuwa ni mfanyabiashara tajiri sana ambaye alikuwa akitumia sana akili na mali zake kupigania kukomeshwa kwa utumwa. Yeye pamoja na rafiki yake Teodoro waliweza kusikia hizo tetesi juu ya kukamatwa kwa hiyo meli ya Amistad ambayo ilikuwa imebeba watumwa. Imani yao ikawatuma kwamba hao watu ni lazima wataachiwa huru kwa sababu Marekani ilishapinga hiyo biashara. Lakini sasa cha ajabu, serikali ikafungua kesi dhidi ya wafungwa hao bwana. Huwezi amini bwana, walishtakiwa kama waharamia pamoja na mauaji walioyafanya kwa wale wa Hispania kwenye ile meli kule. Sasa badala wao ndo wasaidiwe, lakini ndio wakachukuliwa kama wahalifu. Lakini Mr. Tapan alipinga hoja hiyo kwa kutumia sheria ambayo inaitwa habeas corpus, ambayo inasema kwamba mtu hawezi kukamatwa bila sababu halali. Kwa hiyo yeye akawa anasema hawa wa Afrika sio wahalifu, ni watu waliokuwa wanajitetea na kupigania maisha yao na uhuru wao. Sasa mbona meza ilivyopinduliwa bwana. Upande wa serikali ukaleta hoja nyingine, wakawa wanasema kwamba hao watumwa ni mali ya malkia wa Hispania kwa sababu ya makubaliano ya kimataifa kati ya hizo nchi mbili, yani Marekani na Hispania. Sasa hapa ndo kesi ikazidi kuwa ngumu kwa sababu Hispania na Marekani walikuwa na makubaliano ya kwamba kila mmoja anatakiwa kuheshimu mali ya mwenzake. Sasa tatizo ni kwamba mali yenyewe ambayo inazungumziwa hapa sio magari wala madini, mali yenyewe ni watu weusi bwana. Wakati huo huo, maafisa wa jeshi la majini la Marekani waliokamata hiyo meli ya Amistad nao wakawa wanadai kwamba meli pamoja na wafungwa ni mali yao kwa sababu wao ndio
ambao wamewakamata. Alafu kumbuka kuna yule Ruiz na Montes ambao ni Wahispania walioachwa kwa sababu ya kuiongoza hiyo meli, na wao pia wapo. Kwa hiyo wakadai kwamba hiyo meli ni mali yao pamoja na hao watu waliokuwa humo ndani. Kwa hiyo kila upande ukawa unadai kwamba hao watu ni wake. Sasa kutokana na hali hiyo ikabidi wapate wakili wa kuwatetea watumwa bwana. Kuna mtu mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Baldwin akaingia kwenye hii kesi. Sasa yeye alikuwa ni wakili ambaye anashughulikia kesi za mali tu. Sasa Tapan yule mfanyabiashara tajiri tangu mwanzo akupenda wazo la kuwachukulia watu kama mali, lakini ikafika kipindi yeye mwenyewe pia akakosa kabisa cha kufanya, ikabidi akubaliane na hali tu. Baadaye Tapan akajaribu kumshawishi John Adams ambaye alikuwa ni rais wa zamani sana wa Marekani aliyekuwa akiheshimiwa sana, so alimuomba awasaidie. Na pia Adams alikuwa ni rais ambaye ametoka katika familia iliyokuwa ikipinga kabisa biashara za utumwa. Mwanzoni alikataa kuingia moja kwa moja kwenye hiyo kesi, na hiyo yote ni kwa sababu ya siasa za wakati huo. Kwa hiyo kwenye hayo mapambano ikabidi awe na Baldwin akiwa kama wakili wao mkuu. Basi bwana, wakaanza kujaribu kuzungumza na watumwa ili wajue anatokea wapi na mambo mengi sana kuwahusu wao. Lakini sasa wakakutana na mtihani mzito sana. Hicho ikawa ni namna bwana wanavyozungumza, yani wanazungumza lugha tofauti. Sasa kilichowasaidia kidogo ni kuongea kwa vitendo pamoja na kutumia dini, na hiyo ni baada ya mmoja wa wafungwa kupata Biblia kutoka kwa pasta mmoja hivi. Sasa mahakamani napo upande wa mashtaka unajaribu kuwachukulia watu weusi kama wao ni watu makatili na ambao wamewaua wafanyakazi wa melini bila sababu yoyote. Baldwin kwa upande wake akaingia mahakamani akiwa na lengo moja tu la kuthibitisha kwamba hawa watu weusi hawajawahi kuwa watumwa wa Cuba. Ili kuthibitisha hilo ikabidi ajaribu kuwasiliana nao kwa Kihispania, kwa sababu hiyo ndiyo lugha iliyokuwa ikitumika kwa watumwa wengi sana huko Cuba, lakini wakawa hawamuelewi kabisa. Ukiachilia na hivyo pia namna wanavyoonekana plus tabia zao vinaonyesha kabisa kwamba hao watumwa walikuwa wakitokea katika makabila ya Afrika kabisa na wala sio Cuba. Sasa wakati huo wakili wa Ruiz na Montes, wale majamaa ambao walibakizwa waendelee kuishi na kuiongoza ile meli, walikuja na ushahidi wao wa kushangaza sana ambao ulikuwa ni dokumenti feki yenye orodha ya hao wafungwa. Sasa cha ajabu bwana, jaji akaipokea ile dokumenti na akaitumia kama ushahidi wa kweli kabisa, tena wala hakuwa na wasiwasi wowote ule. Sasa upande wa Baldwin ambaye ndo alikuwa akiwatetea watu weusi wakawa kama wameanza kupoteza mwelekeo hivi. Sasa pamoja na ugumu wa kesi kwa upande wao, lakini Cinque taratibu akaanza kumwamini Baldwin. Wakaendelea na jitihada za mawasiliano wakijaribu kila njia kuweza kuwafahamu zaidi hawa watu weusi. Sasa baada ya muda na juhudi nyingi sana kufanyika, hatimaye wakafanikiwa kuthibitisha jambo muhimu sana ambalo lilikuwa likionyesha kwamba hawa watu sio wa Cuba na walitekwa kutokea Afrika. Basi bwana, kwa kuthibitisha hivyo ikawa ni kama ushindi mkubwa wa kisaikolojia kwenye kesi ya upande wa watumwa. Sasa kupitia michoro, alama na maelezo ya kijiografia, Cinque alikuwa akielewa kabisa kile ambacho walikuwa wakijaribu kumuonyesha. Si unajua tena Afrika kwa michoro ndo kwao, so ikawa kama vile wanamrudisha kwenye asili yake tu. Sasa Baldwin ambaye ndo wakili wa watu weusi akahitaji kufanya uthibitisho huo uwe rasmi mahakamani. Wakapata kibali cha kuikagua meli ya Amistad na kuingia mpaka ndani kabisa. Lakini wenye ile meli ambao ni Ruiz na Montes, jamaa ambao aliachwa waendelee kuishi, kumbe tayari bwana walikuwa wameshaingia tangu mwanzo kwenye hiyo meli, yani hata kabla Baldwin hajapewa hiko kibali cha kuingia humo ndani. So wao walikuwa wameshaingia kwa kibali feki. Lakini Theodora akakuta kitu kidogo sana lakini kilimgusa na kujua kabisa kwamba Waafrika ni watu ambao ni majasiri sana. Mchizi aliweza kuona jino la simba, so likamfanya aanze kuhisi kabisa Waafrika humo ndani walikuwa wakipitia mateso sana. Huruma ikaanza kumzidi, so kupitia hiyo issue jamaa akawa anasikitika sana. Lakini sasa kabla hawajatoka ndani ya ile meli bwana, wakagundua kitu ambacho ni muhimu sana, na ilikuwa ni dokumenti ambayo ilifichwa bwana. Hii ndio dokumenti muhimu sana ambayo Ruiz na Montes walikuwa wanaitafuta kwa udi na uvumba, na hizo dokumenti zilikuwa zimefichwa wakati meli ilipokamatwa. Sasa hiyo dokumenti ikafichua ukweli mzito sana, yani zilikuwa zikielezea kwamba hawa watu ambao walibebwa kwenye meli ya Amistad waliingizwa kwenye hiyo meli wakitokea kwenye meli ya Kireno bwana, ambayo ilikuwa ikiitwa Tecora, na hiyo meli ilikuwa ikijihusisha sana na biashara haramu za utumwa kwenye pwani za Sierra Leone na Ivory Coast. Yani hayo ni maeneo ambayo wakati huo yalikuwa chini ya uangalizi wa Waingereza waliokuwa wameanza kupiga marufuku biashara ya utumwa, na utumwa huko ulikuwa ukifanyika sio poa. Sasa kwa sasa huenda mambo yakawa yanaanza kuwa mazuri. Sasa Baldwin akaanza kupata heshima kubwa sana kutoka kwa Tapan na Theodora, ingawa bado upinzani kutoka katika jamii na serikali ya Marekani ukawa unaendelea kwa ukubwa sana. Sasa Rais Buren naye yuko kwenye presha kubwa sana ya kisiasa, anahangaikia sana kulinda nafasi yake maana uchaguzi ulikuwa unakaribia, na pia alitumiwa barua kutoka upande wa kifalme wa Hispania
na hiyo barua ilikuwa ikimwonya kuhusu madhara ya kisiasa na uhusiano wa mataifa hayo, maana yeye anaonekana kwamba amekalia kimya tu hilo swala na kujifanya upo zake bize na uchaguzi. Sasa wakati huo huo, na seneta wa kusini mwa Marekani naye akawa anatishia wazi kwamba kama hao wa Afrika ambao wamekamatwa kwenye hiyo meli wataachiwa huru, basi vita vya wenyewe kwa wenyewe wa Marekani ni lazima vitatokea. Sasa kutokana na hivyo vitisho, rais mwenyewe ikabidi aingilie kati hiyo kesi bwana. Lakini sasa sio kwa njia ya haki. Huwezi amini, akajichagulia jaji mpya na alimteua kwa makusudi ili kesi iwe rahisi sana kwa upande wa serikali. Sasa Theodore naye akarudi tena kumtafuta John Adams, yule rais wa zamani ambaye hapendi kabisa biashara za utumwa. Bado alikuwa akihitaji msaada zaidi. Akamwambia kwamba Baldwin tayari ameuthibitishia umma kwamba sisi ndio washindi, lakini siasa zimeingilia katikati ya haki. Rais wa zamani akamjibu kwa hekima sana akisema kwamba yule ambaye atajitetea vizuri na kuongea ukweli, basi lazima atashinda hiyo kesi. Sasa shida nyingine ni kwamba hata kama utaongea ukweli, kuaminika inakuwa ni ngumu sana, na ndio maana Baldwin alikuwa akihitaji msaada sana wa rais mstaafu. Baada ya hapo, Theodore na Baldwin wakapata nguvu mpya ya kupigania kesi. So akaanza kujifunza herufi pamoja na namba kwa lugha ya Kimende ambayo ndio asili ya hao watumwa. Sasa wakaanza kuzunguka bandarini huku akitamka kwa sauti hayo maneno ili kuweza kupata mtu yoyote yule ambaye atayaelewa, ili kuthibitisha asili ya Sinkwe pamoja na wenzake kwa maelezo zaidi. Yani ni kama vile walikuwa wanatafuta mkalimani. Hatimaye wakampata kijana mmoja hivi ambaye alikuwa akiitwa Covey, na yeye alikuwa ni kijana kutokea maeneo yale yale ya Sinkwe. Basi bwana huyo mchizi akawa ndo daraja muhimu sana kati yao na wafungwa. Baldwin akawa anamuelezea Sinkwe kwamba upande wake wa pili umecheza mchezo mchafu sana na jaji, na sasa kutakuwa na kesi nyingine tena, lakini safari hii anamhitaji Sinkwe asimame mwenyewe mbele ya mahakama akiwa kama shahidi wa historia yake pamoja na wenzake. Sasa tatizo ni kwamba Sinkwe hajichukulii kama yeye ni kiongozi, ingawa wenzake wote wanamchukulia kama yeye ni kiongozi. Lakini alipojiwa na kumbukumbu moja hivi, ikabidi asimame, maana alikumbuka ujasiri wake aliyoutumia kumuua simba kwa mikono yake mwenyewe baada ya huyo simba kutaka kuwashambulia watu wa kabila lake. So kwa Sinkwe hilo halikuwa jambo tu la ushindi wa kipekee, bali ilikuwa ikimfanya jione kwamba yeye ni jasiri na anaweza kufanya jambo lolote lile. Kwa hiyo hakutaka kupoteza muda. Mchizi akataka kumwelezea Theodore tukio hilo, lakini Baldwin akawa anamweleza kwamba hakumuua simba tu, bali pia aliwasaidia wenzake kuweza kujikomboa wakati wapo ndani ya ile meli ya Amistad. Sasa kilichomuumiza zaidi Sinkwe ni juu ya familia yake. Yaani mchizi anachotaka yeye ni kurudi tu nyumbani kwa mke wake na watoto wake. Sasa lile jino la simba lililopatikana ndani ya ile meli ambalo lilipata Theodore linamrudishia kumbukumbu za nyuma sana, kipindi alipoachana na familia yake. Sinkwe akasimulia jinsi alivyotekwa nyara wakati akiwa kijijini kwake. Yaani watu waliowateka walipewa bunduki kisha ndo wakawatoa wao bwana. Baada hapo wakapakiwa kwenye meli ambapo walikuwa wakipigwa viboko kila siku ya Mungu. Yaani wote walikuwa wamefungwa minyororo, tena wamerundikwa sehemu moja, na mbaya zaidi walikuwa wako watupu kabisa kama walivyozaliwa, kisha wakawekwa chini ya meli kabisa kama mizigo. Yaani humo ndani mwa hiyo meli ilikuwa ni mateso kila sekunde. Baadhi ya wanawake walijifungua ndani ya meli, na pia kuna watoto pamoja na mama zao walitupwa baharini bila huruma. Yaani hakukuwa na siku yenye uafadhali kabisa. Wafanyakazi wa meli walikuwa wanawabaka wasichana wadogo na kuwatesa wafungwa kwa ukatili usio na maana. Yaani huwezi amini, baadhi ya watumwa ilifikia mahali wakachagua kabisa kufa kuliko kuendelea kuishi kwenye mateso kama hayo. Chakula kilikuwa kinatolewa kwa wachache tu ambao walikuwa wanaonekana kama anaweza akatumika baadaye. Yaani ni sawa sana ng'ombe huo unamlisha ukitegemea kwamba utakuja kumuuza. Ona sasa ukatili wa wafanyakazi wa kwenye hiyo meli ulivyo. Huwezi amini bwana, waliamua kuwatupa baharini wagonjwa na wale ambao walikuwa ni wadhaifu, maana walikuwa wakiwachukulia kama vile ni vitu ambavyo havina thamani. Lakini wale ambao walinusurika waliuzwa Cuba kama mifugo. Sasa Ruiz na Montes ndo ambao waliwanunua, na ndo hawa ambao wamebakia mpaka hii leo. So kilichofuata, story ya Sinkwe iliweza kusimuliwa tena mbele ya mahakama, lakini mwendesha mashtaka bwana bado akawa anajaribu kuipindua, akidai kwamba katika utamaduni wa Sinkwe pia kulikuwa na utumwa, ingawa wao ulikuwa wa aina tofauti sana, kama vile utumwa wa vita na madeni pia. Lakini alikuja kutoa hoja nyingine ya kushangaza sana, akisema kwamba haiwezekani wafanyakazi wa meli kuwatupa watumwa baharini, kwa sababu walikuwa wamewachukua hao watumwa kwenda kuwafanyia vitendea kazi vyao. So mtu hawezi akatupa mashine yake ya kufanyia kazi. Sasa hapo ndo shahidi muhimu sana akaja akaingilia kati, ambaye ni nahodha wa jeshi la majini la Uingereza bwana. So alisimama na kuelezea kazi yao ya kusaka meli za watumwa katika pwani za Afrika. Aliweza kuthibitisha kwa uzoefu wake wote kwamba mara nyingi meli hizo zilikuwa zinawatupa watumwa baharini ili kuficha ushahidi. Kisha akatoa pia rekodi rasmi za watu ambao walikuwa kwenye meli ya Tekora, zikionyesha wazi kwamba idadi yao iliweza kupungua zaidi ya watu 50 kabla ya kufika Cuba. Yaani hiyo meli ambayo ilikuwa mwanzoni kabisa iliwabeba hawa watu weusi ambao wapo kwenye hii kesi. Sasa wakati wa kusubiri hukumu, Yamba akamonyeshia tena Biblia ile ile ambayo ilishawahi
hajawahi kumgusa siku moja. Sasa picha ya Yesu msalabani ikamfanya anze kuamini kwamba hawako peke hao tu ambao wanapitia mateso, na akaanza kuamini kwamba haya mateso anayopitia yana maana fulani nyuma yake. Jaji naye sasa akaamua kutafuta haki kwa umakini zaidi, maana alitaka kurudi kwenye ushahidi na ukweli bila kuangalia shinikizo la kisiasa. Hatimaye hukumu ikaanza kusomwa bwana. Swali moja likaulizwa, je, hawa watu walizaliwa Afrika? Jibu likatoka ndio. Sasa hilo jibu bwana likabadilisha kila kitu. Kutokana na kwamba walizaliwa Afrika, so ikabidi watolewe kwenye mashtaka yote. Mwakilishi wa malkia wa Hispania akafukuzwa, maafisa wa jeshi la Marekani wakaondoka mikono mitupu. Ruiz pamoja na mwenzake Montez ambao waliachwa kwenye ile meli waendelee kuishi kwa kuiongoza ile meli, waliweza kukutwa na hatia ya biashara ya utumwa na kuleta nyaraka feki mahakamani. Lakini pamoja na huo ukweli kuwekwa wazi, vita ilikuwa bado haijaisha mpaka iishe. Kama unakumbuka, rais wa Marekani Van Buren bado alikuwa chini ya presha kubwa sana kutoka kwa seneta wa kusini mwa Marekani ambaye alikuwa akiunga mkono utumwa. Yeye alikuwa anatetea utumwa akisema kwamba uchumi wa kusini ulikuwa ukitegemea sana watumwa kwenye kupiga kazi. So aliona kwamba kama biashara ya utumwa ingeondolewa, basi kusini ingeshuka sana kiuchumi. Na seneta alimwambia rais wazi wazi kwamba kama kusini itakuja kunyang'anywa watumwa na hao watumwa wataachiliwa huru, basi vita vya wenyewe kwa wenyewe visingeweza kuepukika. Na wakati huo huo Sinkwe naye alikuwa amechoka sio poa, yani kila siku kesi, yani mchizi ya kuwa na uhakika kama angepata uhuru wake hata kidogo. Kwa upande wa Baldwin naye hali haikuwa nyepesi pia, maana kesi ilikuwa imefika kwenye mahakama kuu ya Marekani na aliyepeleka alikuwa ni Rais Van Buren. Na mbaya zaidi, kati ya majaji 9, 7 walitoka kusini bwana, kule kwa yule jamaa ambaye anasapoti utumwa, na pia wengi wao walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja kabisa na mfumo wa utumwa. Kwa hiyo ushindi kwa watu weusi ukaonekana kuwa ni vigumu sana. Basi bwana, wakili Baldwin akaona kabisa tumaini lao la mwisho lipo kwa rais mstaafu Adams ambaye alikuwa ni mzee mwenye heshima kubwa sana hapo nchini. Baldwin ambaye tayari alikuwa ameshajitolea kwa moyo wake wote kwenye kesi hiyo hakutaka kukata tamaa, lakini Sinkwe kwa upande wake alikuwa tayari ameshakata tamaa kitambo sana. Baada hapo rais mstaafu Adams pamoja na Baldwin wakaanza kupitia kila njia ya sheria ili kutafuta suluhisho zaidi, lakini kadri alivyozidi kuchunguza ndivyo alivyokuwa anaona kwamba njia nyingi sana zilikuwa zimefungwa, yani kesi haikuwa kama vile walivyokuwa wanaichukulia. Hatimaye rais mstaafu Adams akaamua kwenda kumuona Sinkwe mwenyewe. Sinkwe akawa kimya tu huku akiwa ameshika zake huo na kulinusanusa tu. Jamaa alikuwa anakumbuka sana nyumbani, lakini rais mstaafu Adams akagundua kabisa kwamba mchizi hakuwa mhalifu hata kidogo, bali alikuwa ni mtu tu ambaye ametenganishwa na familia yake, ardhi yake na uhuru wake pia, na sasa alikuwa akipigania kitu kimoja tu ambacho ilikuwa ni kurudi nyumbani. Sasa kuanzia hapo Adams akaelewa kabisa kwamba hii sio kesi ya kawaida ya kisheria, hii ni vita ya utu wa mwanadamu. So ikabidi waanze kujiandaa kwa pambano lao la mwisho mahakamani. Sasa Sinkwe akawa anamwambia rais mstaafu Adams kwamba wakati wa hukumu atawaomba mababu zake waliotangulia wasimame naye, maana nguvu zake zinaanzia kwa wale ambao wameshatangulia. Sasa siku ya kesi ikafika. Basi bwana, rais mstaafu Adams akasimama mbele ya mahakama kuu na kuanza kueleza kwamba kesi hii si kuhusu umiliki wa mali, si kuhusu meli na wala sio kuhusu siasa. Akasema kwamba ningependa kujibiwa swali moja tu la msingi. Je, binadamu anaweza kumilikiwa na binadamu mwingine? Kisha akawaambia majaji kwamba ukweli wote uko wazi. Sinkwe na wenzake walizaliwa wakiwa huru kabisa, walitekwa kwa nguvu, wakauzwa kinyume cha sheria na walipigania maisha yao. Adams akauliza tena, inawezekanaje ukweli uwe wazi kiasi hiki lakini bado upuuzwe? Kisha akamkosoa seneta wa kusini kwa wazo lake kwamba utumwa ni sehemu ya kawaida ya historia ya Mwafrika, lakini Adams akasisitiza kwamba hali ya asili ya mwanadamu sio utumwa, hali ya asili ya mwanadamu ni uhuru. Kisha akaanza kumzungumzia Sinkwe. Sasa hapa akawa anasema kwamba mtu huyu sio mhalifu hata kidogo, ni shujaa, na kama angekuwa mzungu basi dunia ingempa heshima kubwa sana pamoja na medali, lakini kwa sababu ni Mwafrika anaonekana kama mhalifu. Kisha mstaafu Adams akawakumbusha majaji kwamba azimio la uhuru la Marekani lilisema wazi kwamba watu wote wameumbwa wakiwa huru, na kama mahakama ingewakatili Sinkwe pamoja na wenzake basi ingekuwa imesaliti misingi hiyo. Mwisho mwa maelezo ya rais mstaafu akazungumzia namna Sinkwe alivyokuwa anataka kuwaita mababu zake ili wamsimamie kwenye hiyo kesi. Kisha akawaambia kwamba hata taifa la Marekani linapaswa kuwakumbuka mababu zao pia. Siku inayofuata kila mtu akawa anasubiria hukumu kwa hofu kubwa sana. Sasa kulingana na makubaliano kati ya Hispania na Marekani, upande wa serikali ikadai kwamba mali iliyokamatwa ilipaswa kurudishwa, lakini mahakama kuu ikatoa uamuzi wa kihistoria. So majaji wakaamua kwamba Sinkwe na wenzake sio mali, bali ni watu kama watu wengine tu, tena ni watu ambao wako huru kabisa na walikuwa wana haki ya kupigania maisha yao.
Basi baada ya zaidi ya miaka 3 ya mateso, Sinkwe na wenzake hatimaye wakarudishiwa kitu muhimu sana ambacho walikuwa wameporwa, nacho kilikuwa ni uhuru wao bwana. Baadaye Sinkwe akamuuliza Adams kwa utulivu sana, ulitumia maneno gani kuwashawishi majaji aise? Adams akamjibu kwa sentensi moja fupi sana, lakini ilikuwa na uzito mkubwa usio kawaida. Aliongea akisema, kwa maneno yako tu. Maana yake ni kwamba ushindi huo kutokana na ujanja wa wanasheria tu, bali ulitokana na ukweli wa Sinkwe ambao ameuzungumza mwenyewe. Sasa kabla ya kuondoka, Sinkwe aliweza kumwachia Baldwin na Theodore irizi yake bwana, na hiyo ilikuwa ni ishara shukrani zake tu kwao. Basi bwana, biashara ya watumwa kwenye pwani za Afrika ikaanza kupotea taratibu, huku meli za jeshi la majini la Uingereza zikivamia vituo vya biashara hiyo na kuvisambaratisha. Ama kweli mpambanaji achoki bwana. Na mwisho wa safari, Sinkwe na wenzake wakarudi nyumbani kwao Afrika. Pamoja na maumivu, mapambano dhidi ya biashara ya utumwa, hatimaye mwangaza ukaanza kuonekana sasa. Biashara ya utumwa kwa mababu zetu haikukomeshwa kirahisi tu, bali ilikomeshwa kwa mateso, tena kwa damu na jasho, huku tegemezi kubwa likiwa lipo kwa Mungu tu. Una neno gani la kusema kwenye hii movie? Hebu weka komenti yako hapo chini. Hii ni Mentalix Recaps na mimi ni mchizi wako Aiko. See you next time.